Aidha, ni muhimu pia kuwa na uelewa mpana wa mabadiliko ya kiuchumi na kisiasa, yani World Economic Order and Geopolitics, yanayotokea huko duniani. Hivyo ni matumaini yangu kwamba mafunzo yaliyotolewa yameangaza maeneo yote hayo na yatawasaidia wahitimu katika kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kuleta tija kwa taifa letu. Kifungu cha 265(1) cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinasema kwamba ulinzi na usalama wa nchi ni jukumu la kila raia wa Tanzania. Uanzishwaji wa polisi jamii ni miongoni mwa nguzo muhimu katika mwelekeo huo. Nami nimpongeze pia kamishna aliyeteuliwa kushikilia eneo hili, na nitoe wito na nimtake asimamie vizuri eneo hili, kwa sababu usalama wetu na ulinzi wetu utatokana na wananchi wenyewe na taarifa zitakazotokana na wananchi wenyewe. Lakini wananchi wenyewe kwenye maeneo yao, mkiwafundisha vizuri, watalindana wenyewe kwa wenyewe na kutoa taarifa za kihalifu pale zinapotokea. Kwa hiyo nisisitize eneo hili na niseme mfumo huu ukitumika vizuri utasaidia kuimarisha mikakati ya ushirikishwaji wa wananchi katika kulinda amani na usalama wa nchi yetu. Kwa upande mwingine, ukuaji wa teknolojia umebadilisha pia mbinu za kufanya uhalifu. Mabadiliko haya yameendelea kuongeza changamoto za kiulinzi na kiusalama katika maeneo ya mipakani, barabarani, baharini, mitaani na hata kwenye mitandao. Hivyo, Jeshi la Polisi nalo lazima liendelee kufanya tathmini endelevu ya utendaji wake na kubadilisha namna linavyotekeleza majukumu yake kwa lengo la kuongeza ufanisi na ubora ili kukabiliana na changamoto hizo. Nyenzo mojawapo itakayosaidia kuleta ufanisi na tija ni kuendeleza utoaji wa mafunzo katika ngazi na fani mbalimbali ndani ya jeshi letu hili. Ndugu zangu, moja kati ya hatua zilizochukuliwa kutathmini utendaji wa Jeshi la Polisi ni kazi iliyofanywa vyema na Tume ya Haki ya Jinai ya mwaka 2022 ambapo ilitoa mapendekezo kadhaa ya hatua za kuchukua ili kuliimarisha jeshi hili. Nimefurahi kusikia kutoka kwa IGP kwa maboresho yaliyopendekezwa ya kimfumo, kimuundo na kisheria yanaendelea kufanyiwa kazi, ikiwemo kuimarisha mfumo wa polisi jamii kama nilivyosema, lakini pia matumizi ya tehama, kuendesha mafunzo na kujenga nidhamu ya utendaji. Hatua hizi ni lazima ziendelee kupimwa kwa matokeo yafuatayo. Tusiseme tu tunachukua hatua, lakini lazima tuone matokeo. Moja, ni namna Jeshi la Polisi linavyotumia rasilimali zinazotolewa kuimarisha masuala ya ulinzi wa raia na mali zao, yaani kujenga uwezo wa kiutendaji, capacity building, ikiwemo mafunzo na maeneo kadhaa ambayo IGP aliyaeleza hapa, kwenye maeneo ya kisheria na uwezo wa kwenye medani. Tunapozungumza na uwezo wa kwenye medani ni pale mnapokuwa mbali ya medani, mnapokuwa kwenye mafunzo, lakini pale mnapokuwa kwenye nyanja za kazi zenu. Tumezoea huko nyuma kuona askari wakisimamisha magari na wakifanya mambo ambayo hayakubaliki. Sasa hizo ndio nyanja za medani. Mwende mkarekebishe hayo. Yale tunayoyaona viklipu vinavyorushwa visirushwe. Askari wetu msimame kwenye mambo yenu. Lakini pia mkuu wa chuo ametaja maeneo mengi ambayo mafunzo yenu yamepitia, na ni imani yangu kwamba mtakwenda kurekebisha hayo na tuwe na jeshi ambalo limesimama kwenye mstari sawa sawa. Eneo la pili la matokeo, tuone namna Jeshi la Polisi linavyofuata miiko
na kuepuka mambo yanayokatazwa katika kutekeleza kazi zao, na hivyo kuongeza ufanisi na kukuza tija kufikia malengo ya kiutendaji yanayokusudiwa, yaani effectiveness ya Jeshi la Polisi tukaione mule mnamokwenda kufanya kazi kwenye nyanja zenu za medani.